wasallam. Thumma amma ba'd. Waislamu, msichoke majambo haya kwa mwaka mara moja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Ndugu zangu, tunakumbushana nukta fupi then nitakaa. Jambo hili walilolifanya hawa mabwana ni jambo kubwa sana, na ukubwa wake hauonekani kwa macho yetu, bali ukubwa wake unaonekana kwa akili ambazo Allah tabaraka wa taala amempa mwanadamu kupitia fikra na mfumo sahihi wa maisha. Mwanadamu katika maisha yake ameumbwa kwa mfumo unaoitwa ayyamun majmua. Ayyamun majmua, masiku ambayo yamekusanywa. Nisikize vizuri kabisa upate faida. Mwanadamu, wewe unamtazama upande huu kina baba na upande huu kina mama, kila mmoja kati yetu ameumbwa kwa mfumo wa masiku yanayoitwa ayyamun majmua, masiku ambayo yamekusanywa. Masiku haya yaliyokusanywa kwa falsafa ya wanachuoni wa kifalsafa kupitia elimu ya jiografia, wanasema kuna kitu kinaitwa mwezi. Waarabu wana majina mengi wanaita, wengine wanaita Qamar, wengine wanaita Hilal, na mwezi unatofautiana kwa mujibu wa miandamo. Mwezi unapoandama unakuwa dhaifu, unakuwa mdogo, mwembamba, sio? Kadiri mwezi unapokuwa unakomaa, unakwenda mpaka ukifika mwezi 15 unawaka sana, unakwenda mpaka ukifika mwezi 30 unakufa. Hali sasa unarudi katika udhaifu, unapotea. Mfumo huu wa mwezi ndio mwanadamu na yeye hivyo. Akidhaliwa anakuwa dhaifu mwanadamu, anakwenda anakuwa, anakomaa. Kama alikuwa mwanadamu hawezi kuvaa suruali, baadaye akifika umri fulani anavaa suruali na analegeza kabisa, na maana hapo kashaanza kujitambua. Baadaye anakuwa mpaka akifika umri wa uzee, Allah tabaraka wa taala anasema waman nu'ammiruhu nunakisuhu, na yule ambaye tumempa umri tunamvunja vunja. Kwa maana akifika umri wa uzee sasa anarudi tena katika udhaifu, baadaye anapotea kabisa. Ndio tunasema kwamba huyu amekufa. Hivi leo kilichobaki kwetu sisi tunahesabu ayyamu majmua, lakini mzee Makame hatunaye tena na hatutamuona tena katika maisha yetu. Labda Allah atuwafikishe kwa wale ambao watakwenda kuingia peponi, watakutana naye peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi wote. Mbona mmetia kidogo mtakatifu? Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi. Bado Mwenyezi Mungu atujalie tuingie peponi. Amin. Allahumma amin. Nimalize kwa kusema mwanadamu siku zote ili afanye vizuri, aipate pepo ya Allah tabaraka wa taala, anatakiwa aongozwe na mfumo wa akili. Akili yako ifanye kazi. Akili ili ifanye kazi sawa sawa inaongozwa na vitu viwili, elimu na imani. Elimu ni vazi la akili, imani ni vazi la akili. Kwa hiyo mwanadamu akiongozwa na akili atatambua kwamba ameumbwa kwa malengo gani. Atakumbuka kuna kitu kinaitwa ayyamu majmua, masiku ambayo yamekusanywa. Atarudi kwa Allah tabaraka wa taala. Bwana Mtume anasema udhkuru maasina mautakum wa kufu an masawiji, kumbukeni, tajeni mema ya maiti zenu na mjizuie na mabaya yao. Hii dua tuliyoifanya hapa, tunakumbuka mema ya mzee wetu mzee Makame. Ilikuwa kila nikipita hapa nikienda nyumba hiyo, basi lazima mimi ataniita, bwana njoo, ananipa tunda. Kama sio embe atanipa tango, kama sio tango atanipa chungwa, kama sio chungwa atanipa ubuyu, kama sio ubuyu atanipa karanga. Kule na jana ile ada ilikuwa anatengeneza khairati. Haya sisi tunayakumbuka. Kadhalika na wewe
wewe umeandaa kitu gani ambacho kitakuwa ni athari watu baada ya kufa kwako wakukumbuke kama tunavyomkumbuka huyu mzee Makame? Kwa kusema haya, ndugu zangu katika imani, watu wamechoka, watu wamechoshwa. Tutoke na msamiati ambao wanasema ili ufike vizuri kwa Allah tabaraka wa taala, jiandae kwa kufanya mema, na wala hautafika vizuri kwa Allah tabaraka wa taala kwa kufanya mabaya. Ili watu wakuseme kwa mazuri, basi natakiwa ufanye mazuri. Vinginevyo, nilisema katika dua kama hii ya leo, tulikuwa tunamuombea dua mkwewe na Sheikh Amru, nikasema yule mama mpaka hadhara imepambika kama vile siku ile tuko pamoja, ni kwa sababu alikuwa anafanya mema. Amemzaa mtoto wake kaolewa na mwanachuoni. Sheikh Amru mwanachuoni, anafundisha vijana, kadhalika na yeye kila mkwewe anapofundisha herufi moja, basi na yeye yule mama zinamwendea. Kadhalika na haya tuliyofanya hapa yanamwendea yule mkwe, yanamwendea mzee Makame, yanatufika na sisi tuliokusanyika hapa. Majtamaa qaumu, hawakusanyiki watu katika viwanja miongoni mwa viwanja vya Allah wanamdhukuru Allah tabaraka wa taala, isipokuwa unawagubika wao utulivu. Basi inawezekana kuna mtu hata haya ninayoongea eti yanamchosha. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ukijiona unachoshwa na mambo ya kheri, imani una. Ukijiona mimi nazungumza kwa mambo ya kheri, wewe unachoshwa yanakuchosha mambo ya kheri, wewe ishara kwamba imani hauna. Billahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.